Hii ni Hot Drop TV, karibu katika exclusive interview. Jina langu ni Fumo. Karibu tuzungumze na mchambuzi Dominic Salamba kuhusiana na sakata la katibu mkuu wa shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF Wilfred Kidau, ambaye anahitimisha safari yake ndani ya TFF kunako Septemba 30. Kuhakikisha kwamba taratibu zinaweza kufuatwa katika kutimiza majukumu kila siku, ndio kuzingatia kwamba mpira ni mchezo ambao unaendeshwa sheria na kanuni na taratibu zimeweza kuwekwa. Na Yanga hawakudemand from nowhere, mtoli kati wakaamua kudemand. Walikuwa pana sababu za msingi ambazo kanuni zilikuwa zinafanya wao waweze kudemand, kwa sababu kuna haki ambayo ilikuwa imekosekana. Kwa hiyo walikuwa wameyadai yale baada ya kushindwa kupata ufafanuzi wa msingi kwenye madai yao ya msingi ya kuahirishwa mechi ya Machi 8 ambayo Yanga alikuwa yuko pale na Simba alikuwa ni wageni pia. Kwa nafikiri mtazamo lazima ukae katika hali hiyo, kwamba tunazungumzia ushindi, sio Yanga imeshinda, lakini iwe mpira umeshinda, kwa sababu ambacho alikuwa anakipambania Yanga ilikuwa ni kuona kwamba taratibu na kanuni zinaweza kufuatwa, hasa katika yale ambayo ameweza kuzingatia kwamba hizi kanuni hastoki from nowhere. Ni kanuni ambazo zinakuwa zinaandaliwa kabla msimu kuanza kuanza, Bobo la Ligi kushikana na wadau, na vilabu vyote ni wadau na wanakaa wanakubaliana, wanaweka ile miongozo ambayo watakwenda kuitumia kwa msimu mzima. Kwa hiyo inapotokea miongozo ambayo imewekwa na vidau na kupitisha ikashindwa kusimamiwa, ndiko inakwenda kuleta ukakasi kidogo. Na kwa nini ilikuwa ni bodi ya ligi, kwa maana ya CEO na mwenyekiti? Kwa sababu wao ndio walikuwa dhamana ya ule mchezo, na kuna wakati walikuwa na kauli ambazo hazikuwa sahihi, na mpaka leo hii walishindwa kutoa ufafanuzi wa kina kwamba nini ambacho kimetokea, na hata wale ambao walikuwa wafanya matatizo hayo adhabu gani ambao wameweza kupata. Kweli kuwa ni dhahiri shahiri lazima waweze kujipisha ili watu wengine waingie, kwa maana ya kusafisha mpira. Lakini pia wale anaingia na katibu mkuu wa shirikisho,